wacha nichukue nafasi hii niweze kuwasalimu katika jina la Yesu wa mchambo. Nataka nishukuru Mungu kwa hii nafasi ambaye ameniweza kunichalia ili niweze kuzungumza na pamoja na nyinyi ili zaidi ya yote Mungu aweze kutuelekeza. Kwa hivyo nataka nilete ujumbe ili Mungu aweze kutubarikia. Kabla sijaleta ujumbe nataka nishukuru Mungu kwa hii nafasi. Kwa majina ni mchungaji Roti Shadrack, nikihudumu na kanisa la UPEC katika sehemu za South Warren. Najua kwamba Mungu anaenda kutubariki kwa hii nafasi ya siku ya leo. Kwa hivyo nataka tuamini tunapoenda kuanza mafundisho ya siku ya leo, na naamini kwa Mungu ataenda kutubariki. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, ni asante Jehova kwa hii nafasi ambayo Bwana umeona kwamba ni vyema ili Bwana uniweze kunipa Bwana niweze kusemezana wasikilizaji wangu, na naamini kwamba Bwana unaenda kuwatendea na unaenda kuinua Jehova. Jinsi Bwana nimesimama mahali hapa Jehova, naamini kwamba baraka zako zinaenda kufikia Jehova. Nataka Bwana tangaza kibali yako kwa kila njia ili watu wako wanapoishi kwa imani unaenda kuwatendea leo mema katika jina la Yesu Kristo. Asante mwaminifu kwa sababu natosha. Nasimama nikitangaza kibali ya Roho Mtakatifu ili uweze kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake, niweze kushukuru na kulinua jina lako kwa jina la Baba aliye Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Neno yetu ni kwamba tunataka tuzungumzie kwa mfupi kuhusu imani. Katika hali ambayo tunaishi katika dunia hii, mtu usipotembea kwa imani hautaweza kumpendeza Mungu, hautaweza kutenda yale ambayo anastahili. Kwa hivyo tunapoenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 35, inatuelekeza kuhusu wote ambao waliweza kutembea kwa imani, na bila shaka Mungu aliweza kuwawezesha na walifikia kiwango ambayo inatakikana mbele za Mungu. Kwa hivyo ninapoenda kusoma mpendwa, ni kwamba uweze kuchukua nafasi ili uweze kuwa na imani. Kama kuna mahali ambao ulikuwa umefikia ya kwamba unaona kwamba haukuwa na imani kwa yale yote ambao ulikuwa unahitaji, nataka uweze kuchukua nafasi ili uweze kusikia ujumbe huu. Na naamini kwamba utakaposikia ujumbe huu, bila shaka Mungu atakuwezesha na utafikia kiwango ambacho unastahili. Katika hiyo kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa mlango wa 35, inasema ya kwamba siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tufuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakachukua vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilivyokuwepo pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwepo katika sheti amelala juu ya mto. Akawaamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia. Akaamka, akakemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani? Bado wakaingiwa na hofu kuu. Wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari umtii? Mpendwa msikilizaji, ni kwamba ili ni neno ambayo Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, licha walikuwa wakitembea katika ile hali ya kuweza kuhubiri habari njema, kuna wakati ambao waliweza kufikia mpaka wanafunzi wa Mungu wa Yesu wakawachawa na hofu kubwa kwa sababu ya mambo ambayo yaliweza kutokea. Kwa hivyo ninapoenda kupitia neno hili, ni kwamba nataka utembee pamoja nami katika neno hili ili baada hapo, mpendwa msikilizaji, Mungu aweze kukuwezesha na kukupa matumaini ya imani yako na uweze kuelekea katika maisha ambayo inafaa katika maisha ya baadaye. Neno la Mungu likasema ya kwamba Yesu Kristo alipokuwa akieneza habari njema, walikuwa na makutano mbalimbali. Wakahubiri habari njema kwa ajili ya makutano ambao walikuwa wamekusanyika. Na mahali pale walikuwa na wanafunzi wake, lakini walipomaliza kuhubiri wa makutano ambao walikuwa wamekutanika, wakasemezana wenyewe, wakasema ya kwamba na tufuka tuende ng'ambo ile. Walipochukua nafasi ya kufuka kwenda ng'ambo ile, wakapanda katika ile chasi, wakaenda katika ng'ambo ile. Walipopanda katika hiyo chombo, wakaona kwamba ni vyema tuweze kusafiri. Walipoanza safari yao, wakafika katikati, mambo yakatokea ambayo ni magumu. Lakini nataka niwasihi wapendwa kwamba neno la Mungu li hai, na neno la Mungu linaweza, na neno la Mungu linaweza kuokoa mahali ambayo haiwezekani. Neno la Mungu linaweza.
Wapendwa, walipokuwa katika hiyo safari, Yesu mwenyewe aliingia ndani akalala. Na alipochukua nafasi ya kulala, akashikwa na usingizi. Na alipopatwa na usingizi, akalala. Lakini katika hii hali, mambo yakakuwa magumu. Kwa nini mambo ilienda mpaka ikasindikana? Wapendwa walisikilizaji, ni kwamba walipofika mahali pale, dhoruba kubwa ikasidi pale baharini. Na ile dhoruba ilipopatikana pale baharini, wanafunzi wa Yesu wakachawa na uoga mwingi sana. Maandiko kusoma hapo 38 ikasema ya kwamba naye mwenyewe alipokuwa katika sheti amelala juu ya mto, wakamwamusha wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Yesu ni Yesu ambaye alikuwa na imani, ambaye hata na sisi maandiko yamesema kwamba inafaa tuweze kufuata nyayo za Yesu Kristo, ambaye tukifuata nyayo zake hatutahangaika katika dunia ambayo tunaishi. Kwa sababu sasa zingine tunaenda mpaka tunakosa imani, na tunapokosa imani tunaangamia katika maisha. Lakini nataka niwatie nguvu siku ya leo ya kwamba tukuwa na imani, na hiyo imani ambayo tutakuwa naye itatufikisha mahali ambayo inatakikana. Walipomwamusha Yesu Kristo, Yesu akasimama, akakemea upepo, na akakemea upepo, na ile upepo ikatulia. Na wale wapendwa ambao walikuwa mahali pale wakaanza kushangaa. Na ni watu ambao walikuwa wanatembea na Yesu kila na wakati. Watu ambao walikuwa wanaamini Yesu, lakini walishindwa na yale ambayo yalifanyika. Lakini nataka niwasihi nyinyi wapendwa ya kwamba tuweze kuwa na imani, na hiyo imani ambayo tutakuwa naye tutakuwa washinde katika maisha ambayo tunaishi. Kwa imani tunaweza. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania ikasema ya kwamba imani ni bayana ya mambo isiyoonekana, lakini sio mambo ambayo yanaonekana. Imani ni ile mambo ambayo yaonekani. Amini ya kwamba inawezekana. Amini ya kwamba inatendeka. Amini ya kwamba nitafaulu. Amini ya kwamba nitainuliwa. Amini ya kwamba nitabarikiwa. Amini ya kwamba hata ya magonjwa ambayo ninapitia Mungu ataiondoa. Na hiyo imani ambayo utaamini, bila shaka Mungu atakuondolea ya magonjwa. Amini ya kwamba watoto wangu watafanikiwa. Usiamini ya mambo ambayo ya upotefu, usiamini mambo ambayo inaweza kukulemea, lakini amini ya kwamba Mungu ataniwezesha, na mambo ambayo ninafanya lazima nitafaulu. Katika maisha ambayo tunaishi, wapendwa, watu wamechanganyikiwa katika maisha. Watu hawaamini, watu wamekuwa na mawazo mawili, watu wamekuwa na mawazo ambayo hayaambatani na mapenzi ya Mungu. Watu wanapotembea wako na mambo mabaya, mambo yao ambao wanawaza mambo zingine pasipo kuamini ya kwamba Mungu anaweza. Ndiposa nimeona ya kwamba ni vyema siku ya leo tuweze kugawa nanyi neno hili ya kwamba chukua nafasi ya kuamini. Na unapoamini bila shaka Mungu atakuwezesha. Unapoamini Mungu atakuinua. Unapoamini utakuwa mshindi. Neno ikasema ya kwamba yani katika imani utakuwa mshindi kwa changamoto ambao unapitia. Lakini usipokuwa na imani, ile changamoto ambayo unapitia itakuangamiza. Lakini unapoamini bila shaka utakuwa mshindi. Kwa hivyo nataka nikushauri mpendwa msikilizaji ya kwamba amini ya kwamba Mungu anaweza. Amini hata kwa magonjwa ambayo unapitia ya kwamba ninaenda kupona. Amini kwa mapito ambayo unapitia ya kwamba nitafaulu. Amini kwa majukumu ambayo uko naye ambao umeona kwamba sina uwezo ya kwamba Mungu atafungua njia na utafaulu. Bila shaka Mungu atakuwezesha. Yoyote yule ambaye aliamini aliweza kufanikiwa. Hata mahali ambapo hapana amani, amini ya kwamba Mungu ataleta amani. Na bila shaka Mungu ataleta amani. Amini ya kwamba Mungu atakuwezesha. Na ile kuamini kwako, ile kukua katika hali ya spiritually, Mungu atakuwezesha na utakuwa zaidi. Kwa kuamini kwako, Mungu atakuwezesha. Hata unapoamini matendo mengine ambayo ingewezekana, Mungu anasababisha mpaka inatendeka. Kwa hivyo nataka nikusihi msikilizaji mpendwa ya kwamba siku ya leo ni siku ya kipekee ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha yako, ya kwamba hatua yako ni kuwa na imani. Karama ya mtu ambaye anahitaji kitu fulani ni imani. Na unapochukua na hatua ya imani, bila shaka Mungu atakuwezesha, na bila shaka Mungu atakuelekeza. Unaweza ona ya kwamba nyumba yangu imekaa namna gani? Nyumba yangu imekaa kwa njia ambayo haifai, lakini nataka nikusia kwamba chukua imani siku ya leo ya kwamba ile mambo ambayo unaona ya kwamba haiendi sawa katika jamii yako, amini ya kwamba Mungu atakuwezesha. Hata wapendwa, tuamini ya kwamba Mungu atasimama pia kwa ajili ya taifa letu. Mungu atasimama kwa sababu ya kijiji ambao unaishi. Mungu atasimama kwa
ajili ya biashara yako. Na jambo kubwa ambayo itafanya ili uweze kufanikiwa kwa yale ambayo unahitaji ni kwa imani. Jambo kubwa ni kwa imani. Na imani ambayo ni ile ya ukweli ni kusimama na Mungu. Kwa hivyo amini mpendo ya kwamba Mungu anaenda kukuwezesha. Na naamini ya kwamba kwa hiyo uchumba ambayo Mungu ametupa siku ya leo, hiyo imani ambayo Mungu ametupa, unaenda kutenda mambo makubwa katika maisha yako. Kwa hivyo amini mpendo ya kwamba Mungu anaenda kuonekania. Labda umepitia changamoto ya magonjwa kwa muda mrefu sana na umetembea katika kila njia kwa kila hali ya kwamba hauna matumaini ya kwamba ndapona. Siku ya leo ni uchumba ni kwamba amini Mungu. Na Mungu ambao unaamini anaenda kukuwezesha. Ninapoenda kuchukua nafasi ya maombi, nataka uamini na pamoja na mimi ili nikuweke mbele za Mungu. Hiyo imani uchukue na ile kitu ambao unahitaji unaenda kuipokea. Kwa hivyo mpendo amini na bila shaka Mungu atakutendea. Kwa hivyo nataka tuamini tunapoenda kuomba. Mfalme mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, na asante Jehova kwa nafasi hii ambayo Bwana umetupa siku ya leo. Ili Bwana uweze kuzungumza na msikilizaji wangu ya kwamba Bwana kwa imani kuna mambo ambayo yanawezekana. Yesu Kristo aliweza kusimama pale baharini na akakemea upepo, akasimamisha dhoruba ambayo ilikuwa imezidi. Kama sio imani watu wangeangamia. Lakini naamini kwamba siku ya leo watu wangu ambao wamenisikiliza Jehova wanaenda kuchukua hatua ya imani, na kwa maisha yao yale ambao wanahitaji Bwana wanaenda kupokea. Yule ndugu, yule dada, yule kijana ambaye jisikifia ama Jehova na amepitia changamoto katika maisha yake na anaona kwamba amefika mwisho, kwa imani ambayo uko naye anaenda kupokea kibali ya uponyaji. Jehova tembelea ukatende mema. Tembelea Bwana ukaimuinue. Tembelea Bwana ukafungue njia pasipo na njia. Na nitakapoona Bwana umetenda, nitakushukuru Jehova na kulinua jina lako. Jehova naomba Bwana nikiamini kwamba utatenda, kwa jina la Baba aliye Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni sana na wacha Mungu aweze kuwatendea mema. Tunapoamini bila shaka Mungu atatutendea. Asanteni sana. Mungu awabariki.